Faida 10 za nguvu ya pesa kwenye maisha yetu. Moja, nguvu ya pesa inatusaidia kupata mahitaji ya muhimu: chakula, mavazi, malazi na kadhalika. Namba 2, nguvu ya pesa inatusaidia kukabiliana na matatizo ya ulimwengu. 90% ya matatizo ya mwanadamu inaweza ikaisha endapo akiwa na uhakika wa nguvu ya pesa. Namba 3, nguvu ya pesa inatusaidia kutoa misaada kwa wapendwa na watu ambao ni wa karibu yetu. Kuna aina ya misaada huwezi kuifanya kwa watu mpaka uwe na nguvu ya pesa. Ndio maana matajiri wengi wakishatoboa, wakishafanikiwa sana, wanakuwa ni watoaji wakubwa wa misaada kwa ulimwengu, kwa jamii na kwa watu mbalimbali katika taifa. Namba 4, nguvu ya pesa inatusaidia kufanya maendeleo katika kuimprove. Tulisema kwamba shuleni kwamba maendeleo ni mabadiliko ambayo yanakuwa yakitoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Yani is a gradual change from low level to high level. Badiliko lolote linalotoka chini kwenda juu ni maendeleo, na mara nyingi fedha imekuwa ni nyenzo ya maendeleo. Namba 5, nguvu ya pesa inatusaidia kuishi ndoto zetu. Hakuna ndoto duniani itaweza kufanikiwa bila matumizi ya nguvu ya pesa. Ndoto karibu zote duniani zinafanikishwa kwa kutumia nguvu ya pesa. Namba 6, nguvu ya pesa kwa watu wenye imani inatumika kama nyenzo ya kujenga ufalme wa Mungu na kufanya utumishi katika nyumba za ibada. Ndio maana kuna sadaka, kuna mafungu ya 10 na kadhalika, kwa sababu nguvu ya pesa inasaidia katika maendeleo na mambo ya kiroho. Shughuli zote huwa zinafanikiwa zikiwa na nguvu ya pesa, kwa sababu fedha ni jawabu la mambo yote. Namba 7, nguvu ya pesa inatusaidia kuenjoy mema ya nchi, kula mema ya nchi na kufurahia. Nguvu ya pesa. Kuna raha za ulimwengu huwezi kuzipata mpaka uwe na nguvu ya pesa. Kwa hiyo kutafuta pesa pia ni kutafuta mazingira ya kufurahia mema ya nchi na kula raha za dunia, au kuzaliwa uteseke. Kuna wale ambao wanajifanyaga kwamba kuteseka ndio utakatifu, kuteseka ndio kusema unamjua Mungu. Hamna, mateso ni mateso tu. Ukiwa maskini utateseka, kikosa hela maisha yatakuwa magumu. Hakuna cha kusema kwamba by the way God does not exist in the presence of torture, problems, challenges, struggle. Mungu hajidhihirishi na kujitukuza sana kwenye shida zako au matatizo yako, eti ndio Mungu anaingilia kati kwamba kwa vile unateseka sana ndo Mungu yupo. No. Mateso mengi yanatokana na kukosa hela, mengine ni kujifariji tu. Utasema Mwalimu Amos, kuna watu wana hela ila wanateseka. Sawa, umeambiwa 90% of human problems can be solved only when you have money. 90 problems, 90% ya matatizo ya mwanadamu yanaweza kaisha 90 kama ana fedha. Maana yake yanayobaki ni yale sio ya kisaikolojia, sio ya nini nini. By the way, hata ukiwa na fedha kuna namna hata kasaikolojia kanakuwa na comfortability. Unaambia ni aheri kulia ukiwa sehemu salama. Yaani hata kama unateseka labda moyoni na nini na nini, unateseka lakini ukiwa sehemu salama, kuliko kuteseka ukiwa huna hata uhakika wa kula. That is. Namba 8, nguvu ya pesa inatusaidia kufanya miradi ya kutengeneza ajira kwa wengine. Maana yake nguvu ya pesa inasaidia kutengeneza ajira kwa wengine. Kwa hiyo ukiweza kukuza biashara yako, kukuza miradi yako, maana yake unatengeneza mazingira ya employment opportunities kwa ajili ya watu wengine. Ni ngumu sana kutengeneza nafasi za ajira kwa wengine kama hakuna nguvu ya pesa. Kwanza utawalipa nini? That is nguvu ya pesa. Namba
9, nguvu ya pesa inatusaidia katika kutimiza ahadi. Kuna ahadi nyingi tumeahidi kwa watu, kwa wapendwa wetu, wapenzi, familia, wengine mpaka huko kwenye mambo ya kiroho. Ahadi nyingi sana huwa zinatekelezeka mtu akiwa na pesa. Kuna ahadi utaishia tu kuwa nazo, kuahidiwa au kuwaahidi watu, lakini kama una pesa hazitatimia. So ahadi nyingi zinaweza zikatimia au zikatimizika ukiwa na nguvu ya pesa. Namba 10, nguvu ya pesa inatusaidia kuinvest ili kutengeneza legacy, lakini pia kubuild the better tomorrow. Nguvu ya pesa inatusaidia kutengeneza legacy. Ni mara chache sana mtu ambaye hana nguvu ya uchumi akatengeneza kumbukumbu zinazoweza kuishi hata yeye baada ya kuondoka. Unaweza ukawa na content, una vitu kichwani ambavyo unaweza ukawasaidia watu wakavielewa, wakajifunza na kadhalika, lakini kuviweka kwenye mifumo itakayoishi baada ya kuondoka, you need money my dear, unahitaji hela. So money is the tool for building a generation of wealth, utajiri endelevu wa vizazi na vizazi, lakini pia to create a legacy that will still speak on behalf of your presence when you are no longer there. Yani kupitia fedha unaweza ukafanya kitu ambacho kitabaki kinalitangaza jina lako duniani hata utakapokuwa umeshaondoka. Niandikie kwenye comment, je, nguvu ya pesa ina faida gani nyingine hapa duniani? Lakini pia pointi gani umeipenda? Kama una pointi ya kuongeza, niambie pointi gani umeipenda ambao unaamini kiukweli nguvu ya pesa inasaidia kufanya hicho kitu ambacho umekipenda. Au unaweza ukatuandikia pia nguvu ya pesa ina faida gani nyingine ambazo unatamani kuziongezea hapo chini. This is Festo Amos, certified financial educator and trainer. Naamini unaendelea kujifunza, lakini kama unatamani kujifunza zaidi, kuna vitabu hivyo, kuna hicho cha nguvu ya pesa, mikopo na madeni, mwongozo ndani ya fedha na vinginevyo. Unaweza ukavipata kupitia mawasiliano ambayo yako kwenye description, au kaomba mawasiliano ukatafuta ili tupate kupatia vitabu hivyo tukakuagizia popote ulipo Tanzania au nje ya nchi, au kwa soft copy au hard copy. Otherwise, nakwambia siku zote, the more you learn, the more you earn. So learn more, train more, and live a great life. Thank you very much. See you next time.